Jana tukazungumzia kwamba hasira sio kitu cha kutukanwa wala kusifiwa, yaani sio kitu kibaya wala huwezi ukasema ni kitu kizuri, ila ulichokasirikia na namna ya kuzitoa zile hasira zako ndipo utakapoambiwa umefanya vyema au vibaya. Alafu tukapiga mifano mbalimbali kwamba ni kitu kijibili, yani ni gharizi, kitu cha kimaumbile hivi ambacho hakuna mtu anaweza akaepukana nacho. Tukasema hadi mitume wa Allah walikasirishwa. Tukapiga mfano wa Dhul Khuwaisira, mtu ambaye alikuja kwa mtume akatoa maneno makali, akamwambia i'dil, fanya uadilifu bwana, hadhihi qismatun lam yurad fiha ridha Allah, ugavi uliogawa haukutaka radhi za Allah. Yani kama anamtuhumu mtume kwamba ni dhalimu, maneno mabaya mno yaliyopelekea baadhi ya sahaba kutaka kumkata kichwa kwa sababu kakosa adabu kwa mtu mkubwa, kautuhumu wahi. Lakini mtume akaambia pana, mwacheni, mwingine anasali, huyu ni mtu mwema huyu, na sisi tunawahukumu watu kwa tunachokiona, kilichokuwa ndani ya moyo na kijua Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini huyu ana vijukuu na vitukuu na vilembwe vitakuja akhiri zaman, itakuwa kama huyu, pamoja na kusoma kwa Qur'ani vizuri, lakini haipiti hata katika shingo zao. Mmoja wenu ataidharau swala yake kwa namna wanavyoswali wao, na hata saumu yako utaidharau kwa namna ya saumu zao wanavyofunga. Yani watakuwa watu wa ibada, lakini hawana adabu na wametoka kabisa katika misingi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyefundisha. Kwa hiyo tukipata fursa inshallah katika darasa zetu zijazo, hawa watu tutaanza kuwafanyia research. Je, tunao katika jamii yetu? Na tukasema lazima wapo, kwa sababu maneno ya Mtume hayawezi kudondoka kwamba yalisemwa tu basi yakawa hayapo tena. Haya mambo yatakuwepo, au hawa watu tutakuwa tunaishi nao. Mwenyezi Mungu asitujalie miongoni mwao. Jana tukazungumza tukasema, sasa ma huwa alhal, nini solution, tufanye nini ili tusiingie katika mtihani na majaribu na gonjwa hili la ghadab? Tufanyeje? Tukasema kila mu'min lazima ajipambe na sifa inayokwenda kinyume na ghadab. Kusema tutatoa kabisa hii ghariza ya ghadab haiwezekani. Haiwezekani, ni kitu ambacho kipo. Kwa hiyo badala yake tuwe Waislamu na waumini ambao hata hasira zetu zitakuwa zina murshid, zina mwelekezi ambaye anazielekeza. Usikasirike hivi, najua huwezi kuepukana na hasira, lakini kasirika hivi. Kwa sababu wewe ni binadamu, hauwezi ukafanyiwa mambo wewe ukawa unacheka tu unafurahi tu, huonyeshi. Lazima wewe ni binadamu, utagombana, lakini unaujua ugomvi wa Muislamu. Mpaka Mtume akatuambia kuna watu wanaitwa aladul khasim, yani kuna watu wakigombana wanagombana vibaya. Hata akawataja katika hadithi sema, wa idha khasama fajar, katika alama za unafiki na watu wabaya, anapogombana, napotokea kati yake na mwenzake ugomvi, basi ugomvi wake anagombana uovu, anasema maneno mabaya sana katika ugomvi.
na anamaliza na kufunga milango yote katika ugomvi wake, kana kwamba yule si mwenzake, si ndugu yake, na vitu kama hivyo vinatokea. Wa huwa aladul khisam, katajwa pia katika Qur'anul Karim. Sasa ili upate kusalimika, kwa sababu Imam al-Ghazali anasema lina atharun jaliyun fil fardi wal mujtama, gonjwa hili lina athari zinazoonekana katika mtu mmoja mmoja na katika jamii. Athari zake ni nyingi, tukasema mpaka maradhi ambayo leo watu wengi wanaugua, ya kisukari, labda maradhi ya moyo, ya presha, maradhi ya kupelekea depression kama alivyosema Sheikh Abdul Aziz. Yote haya yanaweza yakaja natija ya hasira. Baba ulikuwa mzima, lakini Mungu amekupa mtihani wa watoto wanakughadhibisha mpaka pressure inapanda. Umepata mtihani wa kazi, hiyo kazi namna inavyofanya, kama ni mtu wa transportation, mara unasikia umeiba mafuta, umetia lita 1000 kwenye lori lako, unamwambia ni hizi za njiani, wengine wanakusanya kodi yao kule. Sasa wewe yote unamfaidi usaidiki, na bado usaidiki hivyo, atakupigia simu, atakwambia hiki kimetokea, nasema nimeanza kupresha kutokana na hizo simu za usiku. Nikiona simu tu inapigwa nasema unajiandaa na dharbatan qadhiya, kuna dharba inakuja. Hivi vitu vinatokea, unapata madhara. Kwa ajili hiyo, ili upate kusalimika wewe kama fard na uisalimishe jamii, sababu yatavuka, yatakwenda. Jana tukatoa mfano tukasema hata baadhi ya jins na ahwalul jihawiya, mtu mmoja tu wa kusini huko alikuudhi, ukaeka fundo kwa watu wote wa kusini na kaskazini na Pemba. Mbona huyu mtu anawachukia Wapemba hivi, kafanya nini? Kwani huyu? Kumbe ilitokea tu mkazozana kidogo, mkanini, ukamwekea. Basi wote wakitajwa wewe unawaita katika chungu kimoja. Si umeona athari ya mujtama? Na haya yapo, sisi tunayaona, tunaishi nayo. Iliwahi kutokea huyu bwana, ilitokea akaghadhibishwa mno, au lilitokea jambo fulani likamuudhi mpaka ikawa watu wote wa kusini wamekuwa sawa, hakuna mzuri hata mmoja. Huyu bwana, kuna shekhe fulani alimpa ukweli wake kuhusu jambo fulani. Sasa mashekhe wote kwake si watu, unaona. Ilitokea mwalimu fulani alimpiga mwanafunzi mtoto wake, basi ameweka hasira na walimu wote, anawatukana wote. Hiqdi huwa inafanya hivyo. Sasa madha tasna'u hatta la tubtala bihadhihi da, ufanyeje? Tukasema jipambe kwa sifa ya alhilmu. Alhilmu, mtu ambaye
hukasiriki haraka, mtu ambaye ni mwerevu wa kuweza kujua hapa anachokozwa, usichokozeke, mtu ambaye ni sifa ya upole, yani hasira zako ziko mbali, na hata ukikasirika ni mwepesi wa kurudi. Kuna watu anaweza akakasirika mwezi mzima. Sasa wewe mwezi mzima una hasira tu, si ndio? Wao utakuwa unakesha usiku upate usingizi. Lakini kuna mtu anakasirika, lakini hapo hapo anarudi, basi yamekwisha, falas. Hata siku nyingine unaweza ukamwona na yule mtu aliyomghadhibisha ukashangaa, mimi nilijua utasema naye tena yule. Yalikwisha, aliniomba radhi au nilimsamehe au yalitokea tulipatanishwa. Lakini kuna watu by the way, sema yule mtu alikuwa anaenda hija, amefuatwa na wazee na watu wote, bwana msamehe mwenzako, msamehe. Mashekhe wamemalizika, imefika mwenzake anaenda hija, akamwambia bwana kanitakieni radhi, sasa naenda Maka kuhiji, bwana hataki kunisamehe. Yule mgomvi wake akasema, bwana mmekuja sana shekhe fulani, mmekuja sana kwangu, lakini sasa maadamu anaenda hija, nataka kujua atamaliza siku ngapi huko hija. Kaambia atachukua kama siku 25 hivi atarudi. Akaambia basi nimemsamehe kwa muda siku 25, akirudi ugomvi unaanza upya pale pale. Kuna watu wakubali. Sasa hii sio sifa ya alhilm, sio sifa ya alhilm. Wasameheni wenzenu ili Mwenyezi Mungu nanyi awasamehe. Sisi mbona tunamkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala, tena tunamkosea usiku na mchana, tena kwa makusudi. Lakini katika sifa zake Allah Al-Halim, alladhi la yuajjilu bil'uquba, Al-Halim ambaye haleti adhabu haraka. Unajua kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anatoa adhabu haraka, ingekuwa sote hatupo hapa, ingekuwa sote tumeshaangamizwa. Lakini unaaswi mpaka unajishtukizia, hapa sasa mimi nimezidi. Mwenyewe unajiambia mwenyewe. Kwa wapi msikiti? Shekhe nakuja huko, mwenyewe kwa mwenyewe unajikanya, na Mwenyezi Mungu amekuachia, amekupururia. Na wale wanaoona jeuri na kibri, na sasa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin, mimi nawajazia. Yani ukiamka uko vizuri, na matusi yako ya kumtukana Mungu na kuitukana dini na kuutukana Uislamu, ukiamka uko vizuri, huna pressure wala sukari, na kila kitu unacho, kila kitu kizuri, lakini uko vizuri, Mungu anakupa siha na afya, unazidi kuwa na kiburi. Lakini anasema inna Allaha la ya'jal kaajalati ahadikum, Mwenyezi Mungu hana haraka kama vile alivyo na haraka mmoja wenu. Hata kwenye dua zetu tunavyoomba na kumwomba Mungu, tunatamani haraka kile kitu kije kesho tu, wala kesho mbali, sasa hivi nipe. Na pia kama mtu ametukera, tukawa tunamwapiza, ya Rabbi fulani mchukue, ya Rabbi, ya Rabbi. Unataka kesho usimuone, lakini unaweza ukaomba dua Mwenyezi Mungu akakupa baada ya miaka, muda mrefu, kwa sababu Allah anachagua alwaqtul munasib, wakati ufaao. Kwa Allah hakuna haraka, anakuangalia na pengine we unaomba ya Rabbi milioni tu nipate hii Ramadhani, milioni tu inatosha, milioni. Pengine Allah Subhanahu wa Ta'ala akishakupa hiyo milioni tu, huji tena msikitini kwanza, huji tena msikitini. Kuna watu wakipata 200,000 tu akili ishamruka,
hawezi tena kukaa pahala pamoja akasema la ilaha illallah, la ilaha illallah, akaswali akafunga kwa khushu, akakaa msikitini vizuri, atafuta safari ya kwenda huku kwenda kule, kumtembelea nani, na safari zote za haramu. Sasa Allah anakunyima badala yake milioni, anakupa siha na afya. We muoni, badala yake anakuambia mja wangu, umetaka hela, lakini sasa hivi mimi nakujua wewe, 200,000 tu zinakuzuzua, mimi sasa hivi nitakupa siha. Wewe ulikuwa unaumwa kitu fulani na kuondoshea haya maradhi, ulikuwa huna mtoto, mimi nakupa mtoto. Sio mtoto mwanamke, baby. Mimi wewe ulikuwa unaniomba siku zote, unataka riski na kuongezea kwa upande wa riski hivi. Allah ni hikma, au atakuja kukupa pahali ambapo anajua umetulia. Sasa si hata Qur'an sema wabtalu liyatama hatta idha balaghu nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilayhim amwalahum. Hata hao mayatima mnaowalea, Allah anasema wapeni mtihani. Huyu ni baba amekufa, ameacha mali, alafu akaacha watoto wadogo. Ammi ndio akawa mlezi wa wale watoto. Qur'ani inakwambia usichukue tu mapesa yote ukaenda ukawaambia mayatima, haya baba yenu alikufa, bilioni 2 hizi aliacha ni za kwenu. Umefanya vizuri, lakini wakati ambao sio. Sasa sio kila kitu kinafanywa wakati wowote. Ndio maana huwa nawaambia vijana siku zote kwamba hekima ni kufanya kitu pahala pafaapo, kwa njia ifaayo na kwa wakati ufaao. Kuna baadhi ya maneno ni mazuri kweli kweli kuyasema, lakini unayasema wakati ambao sio, unaharibu dini. Kuna maneno ni mazuri kweli kweli, lakini yanatakiwa yasubiri kwanza, wakati wake sio. Sasa kuweza kucontrol kwamba hili lije mwanzo, hili lisubiri, hili, ndio watu wengi wanashindwa katika vijana ambao ni duatu wapya. Anasimama mtu anaanza kushambulia watu kwa sababu kushaujua Uislamu, kumbe hivi vyote tunavyofanya sio sawa. Wazee wote kumbe hawana swala. Unaanza kuwashambulia wazee, sasa unaanza kushambulia umma, unawapiga vita watu kwa vitu ambavyo kumbe ulikuwa wafahamishe kidogo kidogo walete. Unajua Mtume sallallahu alaihi wasallam masanamu ya ndani ya Al-Kaaba aliyavunja katika mwaka wa Fathi Makkah. Fathi Makkah ilikuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwaka wa 8 unaenda wa 9. Walipokuja kufathi Makkah, sanamu lilokuwa kubwa pale, Manat, Lat na Uzza, Hubal, kavunjwa. Ilikuwa ndani ya Al-Kaaba. It means kwamba wakati watu wako pale Makkah, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyavunja kwa sababu wakati ulikuwa bado, na mwenyewe alikuwa katika Al-Kaaba akisema nyumba ya Allah, lakini wameweka masanamu 360 miungu yao. Yaani kila siku kuna mungu wake. Kuna mungu wa jua, kuna mungu sijui wa baridi, wa upepo, wa riziki, wa nini, wapo pale. Na ukisema nao jeuri kama wao hakuna. Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik faamtir alaina hijaratan min as-sama au itina bi'adhabin. Abu Jahl alisema maneno haya, ewe Mungu, kama hichi anachokisema Muhammad ni kweli, basi tupige na mvua ya mawe. Huyo ndo binadamu. Asemi kama ikiwa ni kweli anayosema Muhammad, basi tuongoze, tupe hidayah, tupe nuru, tukufuate. Nasema fa amtir alaina hijaratan min as-samaa, tudondoshee mawe kutoka mbinguni kama ni kweli.
Kama hutaki kutupiga mawe, tuletee adhabu kali ituumize. Sasa huyo mtu huyo ndio mwanzo wa mihadhara yetu, tuseme sijui binadamu anataka nini. Pengine anasema maneno mabaya juu ya nafsi yake. Binadamu anataka nini? Haridhiki na kitu chochote. Fahuwa la yarda bihalin wahidin kutila al-insanu ma akfar. Haridhiki ni kama kile kisa alichosema ridha nasi ghayatun la tudrak, yani kuwaridhisha watu ni malengo ambayo hayajawahi kufikiwa na mtu yoyote. Sasa usidhani kwamba itafika siku wewe utawafanya watu waridhike. Wote hawaridhiki. Akapiga mfano akasema, ilitokea mtu anasafiri na mwanawe. Sasa wakawa wanashirikiana katika kipando kimoja, punda ndo transport yao. Wote wawili wakapandishana, baba na mwana, juu ya punda, wakapita juu ya mbele ya kundi la watu. Watu wakaanza kusema, maskini punda, maskini punda, atakufa. Watu wawili wote wako juu ya punda, hawana huruma, sio wanatoka wapi. Baba akasikia yale maneno, akamwambia mwanawe, shuka, niachie mimi tu. Mwanawe anakwenda sasa kwa miguu, baba yuko juu ya punda kama mtu mzima. Kufika mbele kidogo, wakaanza kusema, baba ana huruma kweli kweli. Baba mzima, wewe ushakula chumvi sana, una nguvu, badala umwache mtoto wako ndo awe juu ya punda, wewe ndo unapanda punda, mtoto anaenda kwa miguu. Baba gani wewe sio na huruma? Baba akachokozeka, akamwambia mwanawe, njoo mwanangu, panda wewe, mimi nitatembea kwa miguu. Kufika mbele kidogo, huyu mtoto hana adabu, huyu mtoto hakulelewa, anatembea babake kwa miguu, yeye yuko juu, raha mustarehe. Sasa tufanyeje? Kaambia basi tutembee sote kwa miguu, tumacho. Wametembea wote, sasa punda yuko mbele, yuko nyuma yao. Kifika mbele kidogo, ni washamba, wanatoka wapi? Kipando wanacho, eti unatembea kwa miguu, wanakiacha kinatembea chini. Watu sasa tufanye nini? Basi tumbebe huyu punda. Wafika mbele wakambeba punda. Wanatoka wapi jamani hapa? Badala punda kuwabeba wao, eti wao. Sasa utafanya nini ili watu waridhike na ulichokifanya? Utafanya nini? Sasa ukilijua hilo, ndio maana unakuwa upati tabu na maisha ya watu. Ninaye rafiki yangu mmoja na hata ni mtoto wangu aliwahi kuniuliza, wewe baba, umeweza vipi wewe kuruka hiki na hiki na hiki na hiki na hiki? Sasa alipoingia yeye kwenye maisha, yani anaona mambo ni magumu, mambo mazito, mpaka anauliza watu wanafikaje huko. Ndio sasa unampa mifano kama, ukisha kuwa unaishi na watu katika jamii, siku nyingine inakupiga dharba, unaweza ukapotea kutoka kwa watu, inakuja mazuri, hadi mabaya matupu. Kuna mawimbi ya kila aina yanakuface, nakuja hili, nakuja lile, nakuja hili, nakuja hili. Basi unaogelea tu. Inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annahu laysat li ayyi watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna. Imam Shafi'i aliulizwa, man adhka an-nas, aliulizwa ni nani mtu mwerevu sana kuliko wote? Akasema al-fatinu al-mutaghabi. Al-fatinu al-mutaghabi, yani mtu mwerevu kuliko wote ni yule mwerevu mjinga. Fatin mtu mwenye maarifa na kuweza kung'amua mambo mingi, lakini al-mutaghabi, mtu anayejifanya mjinga, sio ghabi. Ghabi ni sifa mbaya. Ghabi, ukisikia mtu anakuambia ghabi, yani ni stupid kwa Kiingereza, ghabiyun. Sasa sio ghabi, al-mutaghabi, ambaye
ana act kama ghabi, ana act like a stupid. Huyu ndo mtu mwerevu, yani anafahamu kila kitu, anaelewa kila jambo. Hata ukimchokoza anajua huyu ananichokoza. Anaweza kusema hivi, ngojua huyu kasema hivi kwa sababu yuko fulani, na kwa sababu fulani hawapatani naye, anataka kuharik shughuli zake, aniingize mimi mkenge. Yani unaelewa, unang'amua mambo mengi yanayoendelea katika hii dunia, katika uwanja wako, katika shughuli zako, katika professional yako. Profession zako wewe ni kusomesha au ni siasa au ni unatambua mambo mengi, lakini almutaghabi, lakini una act like hujui kitu chochote, ufahamu kitu chochote. Imam Shafi anasema hadha alkannas, huyu ndo mtu hodari mwerevu kuliko wote, na huyu anafanikiwa sana. Laisa alghabiyu bisayyidin fi qaumihi innama sayyidu qaumihi almutaghabi. Ndio mshairi mmoja akasema, mpumbavu au mjinga hawi bwana katika society yake, lakini bwana ni yule anayejifanya mpumbavu. Hata wanasema kuna bwana mmoja alimpenda sana, alikwenda kuposa baada ya kumpenda sana mwanamke fulani. Alipokwenda kuposa akakuta kijana kishatangulia, kijana handsome boy. Bila shaka mwanamke akimwona mtu mzee, mguu mmoja kaburini, mmoja mzee alitaka kutafutia eda bure, eda ya karibu karibu, hakutaki saraha, asema huyu kijana. Sasa ule mzee alikuwa na busara, akajua mimi hapa siwezi kupambana na hiki kijana, nitashindwa tu, mimi nishakosa mke hapa. Lakini baba mwenye nyumba akawa na hekima kidogo, akasema maadamu mmekuja nyote siku moja, basi kila mmoja ajinadi, kila mmoja ajieleze atamfanyia nini binti yangu. Atakayejieleza vizuri ndio atakayempa mke. Kijana akasema mimi ni msomi, mimi ni mshairi, mimi najua hesabu, mimi hanidanganyi mtu mjanja mimi. Sasa hapo ndipo alipokosea. Yule mzee akajua, unajua ukishaongea kwanza, mtu hodari katika kuongea anajua weakness point hii hapa, mimi nambiti huyu na hii hapa. Mzee kashajua pale anapitaje. Yule bwana alipomaliza akajua mke nishapata. Akimaliza sasa mzee naye akanyanyuka, akasema mwenzangu hapa amesema mengi. Mmoja akasema anajua hesabu, mimi katika mambo ambayo sijui ni hesabu. Hesabu mimi sijui. Kuchukua susu langu nikalijaza pesa, nikaliweka uani kule, nikashughulika na shughuli zangu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Nikifika nikichungulia hamna hata shilingi, wenyewe wameshachukua zote. Nikalirudisha, nikalijaza tena, nikaliweka tena. Hala hesabu sijui hata kuhesabu. Yule binti aliposikia kumbe kuna pesa alafu hesabu babu yule hajui, anasema namtaka huyu babu. Unasikia? Huyu babu ndo ananifaa. Sasa ile mambo ya ananitakia hela yamekwisha. Na kuna wengine wamakusudi wanataka kuolewa na wazee ili mzee akafe apate kurithi. Wewe unaweza ukashughulika, msichana mzuri alikubali vipi huyu kuolewa na huyu mzee, kumbe mwenzako anazo hesabu zake. Mmoja anajua huyu mzee. Wanawake ni makatili, mara nyingine baadhi yao yanatokea haya. Zamani mimi nishawahi kuhudhuria baadhi ya kesi kama hizi. Alidaiwa mtu mahari. Unajua mahari ya katikati huku tulikotoka enzi zetu sisi ndo vijana, fanicha ndo mahari, godoro, kitanda, yani
makabati, makochi, nini, atakutajia wewe furniture. Sasa kama mwanamke hana vitu kama hivyo, hana kitanda kwa hana nini, anakwambia tu mahari furniture, alafu hata unyumba akupi, anakwambia nataka talaka, alafu anazoa furniture zake anaenda. Sasa mimi nilihudhuria katika kesi kama hizo, mtu ameoa kumbe wala hamtaki, amemtajia mahari furniture, alafu baadaye ameondoka nazo, amemwachia nyumba kama hivi msikiti, hakuna kitu chochote. Hivyo vitu vinatokea. Haya mambo ni ya haramu, tunaumizana, tunawaumiza wenzetu. Lakini pia kwa upande wa pili, mwanamke anaachwa, anaambiwa rudishe kila kitu. Ulikuja kutoka kwenu wewe una kilo 25 tu kama kuku, umenenepa, umekula bure hapa, nilikupa hiki. Rudisha kila kitu, arudishe kila kitu. Pia wanaume wanafanya hivyo, sio vitu vizuri. Sasa mzee alitumia experience yake ya life akapata mke, kwa sababu anasema mimi sijui hesabu. Yani sasa alijiact kama ni mtu mpumbavu tu, lakini hakuna asiyejua hesabu. Vijana ni wajanja. Ujanja mmoja wa kijana mmoja alimsikia Shaabi, alimsikia mmoja katika watu wakubwa anamtaja binti fulani anataka kumposa, na yeye kijana anamtaka. Akaja akamwambia, bwana wewe nasikia unataka kwenda kumposa yule. Ndio. Lakinnani raaitu rajulan yuqabbiluha, mimi nishawahi kuona mwanamume anambusu yule. Ukishaambiwa hivyo moyo unabadilika, anabusiwa na mwanamume, akaghairi, sema simtaki tena. Imezunguka yule kijana ndio ameenda kumposa yule. Mara anasikia amemuoa. Wewe sio ndio ulimuona mwanamume anambusu? Sema alam taqul li annaka ra'aita rajulan yukhabbiluha? Akaambia naam. Abaha, sema nilimuona baba yake kwani sio mwanamume? Sasa kuna vijana wengine wajanja wanawazunguka wazee kwa staili hiyo, ili asionekane kasema uongo, lakini vile vile ayapate yale matlaba yake. Kwa Imam Shafi'i alipoulizwa man adhka an-nas, mtu mwerevu ni nani? Sema al-fatin al-mutaghabi. Ukitaka kuwa succeeded katika mambo yako yote, ni siasa au ni nini, ni maisha ya kijamii, mambo ya kijtimaa, kuwa al-fatin al-mutaghabi. Lastu bil khib wala al-khib yakhda'uni. Sayyidina Umar anasema mimi sio mpumbavu wala limbukeni haniadai. Kama Bwana Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa, alipita siku moja katika vita vyake, akakutana na kijana. Yule kijana akamwambia, Waislamu akamwambia tunaweza tukapata habari kutoka kwa huyu. Sasa kijana akajifanya smart, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, unaweza ukatupa habari zozote za huko? Akasema, kwanza sikuambieni mpaka muniambie nyinyi kwanza mnatoka wapi. Mtume akamwambia, nahnu min ma, shakwambia sisi tunatoka sehemu inaitwa Ma. Tuambie na wewe. Sasa kumbe Mtume amekusudia sisi tumeumbwa kutokamana na maji, ndio nahnu min ma. Yule kijana alimwambia Ma, akawa anazunguka akili yake, Ma al-Iraq, yani ma wapi? Ngombe tushakwambia sasa tuambie na wewe. Na yeye akafunguka sasa, kwa sababu kwenye vita usiseme ukweli. Mtume anasema vita ni hadaa, na karuhusu Mtume watu waseme uongo katika mambo matatu. Moja ni katika vita, lakini kitu cha pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam
alikuwa hadanganyiki wala hadanganywi na mtu, ila tu anamwacha mtu anadanganya anavyotaka, akijua kila kitu. Hivi ndivyo al-Fadl, ambaye anatajahal baadhi ya mambo, anajifanya kama hayajui. Unaona wema waliotangulia walipokuwa katika mijadala na hiwar, anasema anakuja kijana ananipa hoja, ananipa na hadithi, najifanya kama ile hadithi sijaisikia, kumbe nilishaisikia kabla mamake hajamzaa. Kuna hadithi hii? La, astaghfirullah. Hii ni taghabi, ni kujifanya kama we hujui, lakini unajua kila kitu, ili maisha yaende sawa, kusiwe na ugomvi pale. Na hivyo hivyo kaa na mkeo hivyo hivyo. Katika ile hadithi maarufu ya Ummu Zar'i, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimuliwa na Bibi Aisha, wale wanawake 11 wale, kila mmoja anataja sifa za mume wake. Mmoja akasema zawji idha dakhala asid, zawji idha kharaja asid wa idha dakhala fahid wala yasalu amma ahid. Sema mume wangu akitoka kiwa nje ni kama simba, hataki mchezo, hataki maskhara na mkewe, hataki maskhara na maisha yake, hataki maskhara na hali huko nje. Lakini wa idha dakhala fahid, lakini akiingia ndani ni kama chui. Chui ana tabia ya kulala sana, alafu ana tabia ya taghaful. Saa nyingine unapita hapa anafunga macho hivi utafikiri kama kalala, lakini kakuona. Hiyo ndio moja katika tabia zake. Sasa anasema mume wangu akija hapa nyumbani anakuwa kama chui, yaani utafanya kitu utaona kama hajui, haelewi, lakini anaelewa kila kitu. Wala yasalu amma, na hanigombi kwamba mbona pesa fulani sizioni, yani haulizi change. Wanaume wangapi hapa wakiwapa wake zao hela wanauliza change yangu iko wapi? Bali wengine huenda mbali wakasema nimepita jikoni huko nimehesabu vipande vyote vya nyama 18. Ole wako kipunge kimoja, yani bakhili mpaka nyama unahesabu, samaki unasema nimeleta tasi wawili wote wakubwa, mbona huyu tasi wa leo hana kichwa? Kichwa kiko wapi? Sasa wewe ukiibiwa, hata ukija hapa na mkeo kwa kesi, tutamwambia muibie tena hivyo hivyo, endelea kumwibia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa ruksa mwanamke aliyekuja akamwambia Rasulullah, inna fulanan, mtu fulani huyu ni bakhili, hatupi katika matumizi kinachotutosha, isipokuwa nikimchukulia mwenyewe hajui, nikimwibia. Mtume akamwambia chukua kinachokutosha wewe na watoto wako kwa wema, usifanye vurugu. Lakini sasa wanawake wasisikie mchukua wakafanya fujo. Wewe chungu chako hakienei vizuri isipokuwa kwa 25,000 kwa siku, kwa sababu ya family. Chukua hizo tu, usiongeze. Na yeye anakupa 5,000, 10, 15 kachukue pale. Kama umeziona pahala zichukue. Kama unajua pin number ya nini, nenda katoe, ili ukamilishe pale, watoto wale. Huyu mzee anaweza akawaua watoto kwa njaa. Huyu mzee anasema na pochi lake huyu. Kesho Ramadhani akalifungua hivi, zimepangana noti mpya 10. Ndiye anafurahi tu kuziona, analiambia pochi lake, kesho Ramadhani nikopeshe kama 100,000 tu za shopping ya huyu mama, alafu nitakulipa baada ya wiki. Eti analiambia pochi lake nitakulipa. Utalipaje wewe mambo ya nyumbani kwako?
Sasa mwanamke akisikia anasema susu nimeleka huko limejaa dirham na dinar na siulizi, nikiona hazipo na jaza nyingine, sasa huyu ndo namtaka. Wanawake wanapenda watu wakarimu ambao sio mabakhili. Inawezekana siku zote mwenzetu unaachwa na wake zako, kumbe una sifa ya ubakhili. Jirekebishe na usinikasirikie, mimi natoa mawaidha. Sheikh Said, usinikasirikie, usiniwekee fundo, unaniwekea hikdi. Kwa sababu unajua hizi mawaidha zinatufanya wengine tunachukiwa bila sababu, na wanawake na wanaume. Na kwa kifupi, kuna aya katika suratul A'raf, aya 199 ndio A'raf. Wewe umehifadhi Qur'an na kujua, msaidie. Inasema khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Hebu itizame haraka ya kwenye Google Nabil, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin, aya 199 Al-A'raf au Al-An'am. Tizama alafu nipe jibu, alafu nikwambie sasa hii aya inamaanisha. Hii aya ni kubwa sana, ina maneno machache madogo, lakini ni kubwa maana yake, na zoezi lake ukishakuwa umelitimiza vizuri, hapo kuna kazi kubwa, na wewe utakuwa muumini ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyemtangaza. Ni sura gani? Nani amepata? Arafa. Nilikuwa sahihi. Na mimi nimeanza kuwa mzee, dhakira yangu mara nyingine inanifanyia khiana, nasahau baadhi ya vitu vingi. Mtu mmoja alisema Uthman Nalim yule wa Mablu, ujue Mablu sasa hivi ni miaka 27 tokea tulipokuwa Mablu, miaka 27. Kwa hiyo nipita umri. Rashid huyo alikuwa mtoto na wengine wengi walikuwa watoto. Nabil huyo alikuwa hajazaliwa au alikuwa mdogo sana. Sasa vitu vingi vinabadilika. Umeshaona mimi na mkubwa kule sasa hivi tunafuatana hivi. Tunaomba dua tu sasa hivi. Na ndo wakati wetu sasa hivi wa kupata pressure, na pressure mnatupa nyinyi. Maradhi ya sukari mnatupa nyinyi pamoja na wake zetu kule majumbani. Siku moja mtania mke wangu, anamwambia mimi inshallah nitaenda peponi. Kwa nini? Niambia kwa sababu moto wangu mimi naupata huku, moto wangu ndo nyinyi. Huu unanitosha wa huku, mimi Mungu anipeleke peponi baada ya kuondoka. Asia akafuraha. Saa nyingine unasema kuwafurahisha tu, usemi kumaanisha kwamba wao wana moto. At least kule nyumbani kusiwe kila wakati nikuone unasoma Qur'an, nikiingia nikuone unasali, nikiingia nikuone uko serious. Na kuna wakati pia rawihul qulub sa'atan fasa'a, wanasema zifurahisheni nyoyo kwa turfa mbalimbali, maneno ya mzaha iliyokuwa halali na vitu kama hivyo. Sahibi yangu mmoja alimtumia baadhi ya wimbo, kanambia hebu usikilize wimbo. Nasema nimewatumia wake zangu, wamefurahi sana. Wimbo gani? Kuna bwana mmoja kajiimbia mwenyewe, anasema naomba nikuroge. Nikamwambia wimbo una ahkamu zake, kuna mambo yake katika dini, lakini wewe bila shaka ulikuwa unataka kuwafurahisha wake zako kwamba unaomba ruhusa uwaroge. Yule bwana anasema maneno mengi pale ndani, sijui kaletea udi mashtaka, ulete sijui na udi wa ubani wa Maka, sijui nini, nikuroge ili unipende.
Vitu kama hivyo vinatokea katika mara kwa mara katika majumba ili kuweka sawa baadhi ya vitu, lakini vinatakiwa viwe vya halal. Naam, mmoja katika wema waliotangulia anasema, siku nyingine natafuta kitu cha nukta ambacho kitanitoa mimi katika mazingira fulani kunipeleka katika mazingira mengine, ili kama nijifue upya kufanya ibada. Unaona, kila wakati kuja msikitini kufanya ibada, kuswali ndicho kitu kinachotakiwa, lakini mara nyingine jitoe katika mazingira haya uingie katika mazingira mengine, lakini ya halali. Kacheze mpira, kanyanyue vyuma kama kijana wangu pale, lakini usikose swala. Mimi nacheza game zile football napenda, na huyu namwambia siku zote aniletee CD ile ya FIFA, kwa sababu ile inanitoa katika hali fulani, inaniingiza sasa katika mambo ya kidunia kidogo, alafu unajichonga ukali sasa katika mambo ya da'wa, katika mambo ya dini. Katika hizi za halali zinatakiwa hivyo. Unachukua leave, hata kuna kipindi unatakiwa utafute halwa, yani ukae peke yako, hata mke asiwepo, hata peke yako unajitathmini. Si unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa katika pango kule peke yake, na alikuwa anachukua siku nyingi. Mara nyingine ile ndo masufi wanaita halwa. Kuna wakati wewe unatakiwa uwe peke yako. Mke wake Bibi Khadija alikuwa anaenda kumpelekea tu chakula, alafu anarudi nyumbani. Ndio maana alipotokea Jibril ile alikimbilia kwake, akamwambia zamiluni. Mkewe alikuwa nyumbani, yuko peke yake. Ile ni dawa. Mara nyingine kuwa kila wakati fujo hivi nini inatokea, umechoka, tafuta pahala utafute dawa ya kujitibu baadhi ya maradhi, na maradhi mengine hayaondoki mpaka upate halwa. Uwe chemba huko, umekaa unajifikiria, unatathmini, mimi kweli hivi ninavyokwenda, ninavyoendelea ni sahihi, si sahihi? Nakosea wapi mimi, napatia wapi mimi? Tunaambiwa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum, jifanyieni analysis nyinyi wenyewe kabla hamjafanyiwa. Jipekueni kabla hamjapekuliwa, na pimeni amali zenu kabla hazijapimwa. Wewe mwenyewe tukani, kweli kama mimi nitakufa sasa hivi, hizi swala hizi ninazoswali zitanisaidia kweli? Mimi mwenyewe nasali ya Ijumaa mpaka Ijumaa. Salatul fajri mimi naikosa siku zote. Salatul maghribi mimi siku zote ndo sala yangu katika mwezi huu wa Ramadhani, nyingine zote sizitaki. Kwani ndivyo Uislamu unavyonitaka? Wewe unajitathmini mwenyewe. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, jihesabuni. Hii Ramadhani hii kila siku kutokea Ramadhani ianze, mimi nimefanya nini? Nimelisha watu wangapi? Nimenywesha watu wangapi? Nimewaalika watu wangapi? Nimewatukana watu wangapi? Mke wangu maskini ananipikia futari kila siku bila kuchoka, kila siku ananiuliza utakula nini? Mimi nimemfurahishaje na yeye? Si kazi yao tu, wache wapike, libembeleze lile penzi. Kwa hiyo unafikiria kila mmoja anapikiwa? Kuna wengine wanaambiwa leo utapika mwenyewe, na atapika. Na wengine unaona watu wanakuja msikitini huku kulala, usifikiri ni ucha Mungu, kafukuzwa, mbona amna, ondoka. Si jamaa mmoja aliuliza jamaa zake, mbona wewe unawahi sana alfajiri, mbona mimi inanishinda, hebu nipe mbinu. Akamwambia ongeza mke. Yule hakutaka kuuliza tafsiri yake ile ongeza mke nini, kenda kachukua mke wa pili. Wiki moja tu nyumbani hakulaliki, ikabidi ahamie msikitini.
Sasa alipokuja msikitini, anamuona yule alomuuliza, wanakutana baada ya adhana pale msikitini, kama vipi? Anasema akulaliki moto ule moto ulokwambia, ule moto ule unaotunguza ule wa dunia, ndo kama hakulaliki. Inabidi wiki ya kwanza tukaja kulala msikitini, wamekuja wamekutana wote wake. Mbona hukunifahamisha vizuri? Wewe ukuuliza eti usioni mimi nalala huku kwa ucha Mungu sana, nyumbani ya kulaliki. Inabidi hapa katika nyumba ya Mungu ndo kila mtu anakuja kulala. Umelala umepeleka huku, umelala vipi, unalala. Kwa hiyo huyo mkeo akikupikia chakula kizuri, basi angalau pia msifu. Jana bwana, umenipikia mihogo ile ilitoka Pemba ile, hatari. Lakini tu nimejua imepikwa na mtaalamu, basi angalau anafurahi. Mufti Mengi anasema lakini uwe na hakika kwamba siku ile kapika yeye, maana unaweza ukasema hivyo, kumbe imetoka kwa jirani. Unajua watu wanagaiana ile, usisikie Uthman Maalim anakuambia kamsifu mkeo ukaanza leo. Nenda kwanza kahakikishe chakula kapika nani, maana kama kapika jirani unaweza ukapigwa na sahani. Miaka 10 sasa hivi hujasifu chakula changu hata siku moja. Leo jirani ndo kaleta chakula, una mpango nao gani mpaka unasifu sifu? Kahakikishe. Au ukimaliza kula ukijiramba, hata kama sio kizuri, mbusu mke wako, mbusu. Lakini nenda vizuri kama sio kawaida yako, maana unaweza ukaekewa hiki. Rashid, unaonekana wewe umeshaekewa hiyo. Utobu sio kawaida yako. Unajua kitu kama sio kawaida yako, mtu anakushangaa, nini umekwaje? Au una kitu wewe una kitu wewe. Lakini kama umezoea ni kitu cha kawaida, na hii kawaida yake, mume wangu akitoka ananibusu, akirudia ananibusu vile vile, ameshazoea. Lakini wallahi kama sio kawaida yako, ukienda ukipeleka khudh al-'afw wa'mur bil-'urf wa a'rid 'anil jahil. Ukitaka kuepuka haya mambo yote tuliyoyataja kutokea juzi, hasira, na ujipambe na sifa za hilm, hii aya ifanye ndio kanuni yako, muonyeshaji wako, njia wa kukuonyesha wewe namna ya kuishi. Maana yake nini? Khudh al-'afwa, maana yake amesema khudh wa taqabbal ma tayassara min akhlaqi an-nas. Ndio maana ya khudh al-'afwa. Yani watu wana tabia tofauti tofauti. Sasa chukua, zikubali tabia za watu, hata kama sio level ya zile tabia unazozitaka. Mfano, kuna baadhi ya watu hata hapa mara nyingine nikitoa mawaidha nakuwa na wataja, nimemtaja Rashid, nimemtaja Said, nimemtaja Nabil. Mwingine anaweza akakasirika kwa hilo, kusema kwa nini nimeanitaja, na mimi ni rafiki yake labda, au mimi niko mbele pale kila saa namtolea macho hivi, kwa nini nimeanitaja? Unaona, sasa Mtume na Qur'an natufundisha, yani pokea kutoka kwa mtu yoyote kile kitakachokuwa chepesi. Mimi wepesi wangu nimefanya hivyo, basi wewe lipokee. Inshallah Sheikh atanitaja siku nyingine. Lipokee kwa aina hiyo, kwamba pia sio lazima nitaje, lipokee. Au katika mfano mambo ya wanasiasa sana, kwa wanasiasa, si wanasiasa
inatokea pale unasikia wanasema itifaki imezingatiwa, vitu kama hivyo. Hii ni kwa sababu kuna baadhi ya wanasiasa kama hujamtaja anakasirika. Sisi tumekuja bwana pale, umetuignore, hujatutambua. Ndio maana katika mambo ya kidiplomasia na wengine utaona mheshimiwa fulani 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 fulani, alafu kuna list ile, sijasema ni kitu kibaya, ili kukidhi na kuondoa kiu kama hiyo, kwamba mimi hajanitambua. Na mtu kama hujamtambua unaomba radhi, naomba radhi sana, kumbe yuko na fulani sijamuona, kwa hiyo naomba nimtambue na yeye. Au kama huku nini, ndio hivi unasema itifaki imezingatiwa, kwamba nimemjua na kumtambua kila mmoja, japo sio kwa kumtaja. Sasa maana khudhil afwa, kama hawajakutambua pokea, kama hawajakutaja pokea, yani khudhil afwa, samehe, hesabu kwamba ni binadamu wamepitikiwa. Mimi juzi nilipita, mimi mtu mkubwa, kila pahali nikipita mimi lazima watu watasimama, lakini watu wa mji ule hawakunisimamia kabisa. Khudhil afwa. Sasa mimi shekhe mkubwa kama mimi, mbona wananiamkia tu hivi hivi, hawanibusu mkono? Kuna wengine wanakasirika, mbona hujabusu mkono ha? Mbona umeniita Othman Mali? Iko wapi Sheikh? Iko wapi? Iko wapi Alhaji? Mimi nimeenda hija mara 17, basi imeshindwa hata kunijua kwa cheo changu. Khudhil afwa. Kuna watu wengine mimi wala wananiita Othman Mali, mpaka watu wengine wanakasirika. Wewe vipi unamuita Othman Mali? Na mimi mwenyewe sijakasirika. Vipi unakasirika wewe? Mwache tu aniite Khudhil afwa. Na wengine hawaniiti Othman Mali. Babu Uchu. Wewe vipi? Mambo yako? Poa poa. Okay, tutakutana na mshikaji. Okay, sawa. Khudhil afwa. Mwingine kaniuliza, sasa bwana, uache mambo ya kuoa na kuacha. Nikamwambia, wewe unajuaje kama naacha? Je, kama naachwa mimi? Yeye ameifanya serious, lakini mimi nimeifanya maskhara, lakini na ukweli humo humo. Sasa wewe unapataje taarifa kwamba mimi naacha? Unapataje? Nani alikuambia? Siku nyingine naachwa mimi. Sasa niende niwatangazie pia nikiachwa? Ndio shekhe wangu ndio umekamilika. Vitu kama hivi yani. Khudhil afwa. Usigombane na watu. Pokea kile ambacho watu ndio kadiria, na sio akhlaq tu, hata ikram. Fulani mathala leo tukwambia, shekhe njoo leo iftari kwangu. Ukifika ukiftari usema, kumbe ndio umenitia haya maharagwe tu na majimbi na mihogo. Siku nyingine bwana usije ukanialika iftari kama hizo. Khudhil afwa. Khudhil afwa. Khudhil afwa inaingia katika sehemu nyingi, katika tabia za watu. Sasa kuna pahala utakaa na watu wana tabia zao, kwa hiyo wamejitahidi kukusifu, lakini ile sifa watakayokupa wewe unahisi kama wamekutukana. Khudhil afwa. Hiyo bwana sio sifa yangu, hamjanitendea haki. Itizame biography yangu uangalie mimi ni hapo bwana, hujanitendea haki. Khudhil afwa. Hivyo vitu vinatakiwa viwepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa watu walikuwa wanaishi nao. Anakuja mtu kutoka huko majabalini, anaingia kwa kelele, ayyukum Muhammad. Muhammad ndo nani hapo? Yani lugha nzito, mtu mheshimiwa, anaheshimiwa na watu. Muhammad ndo nani? Na mtume anasema anasema mimi. Allahu arsalak, wewe Mungu kakutuma wewe? Mtume anasema naam.
Mtume alikuwa akiulizwa maswali ukiyatizama huyu mtu kwa sababu unajua sio kila mtu unamuaddress unavyotaka. Mheshimiwa Rais mathalan, hatumwezi kumuaddress kama mtu mwingine. Lakini unaweza ukakaa na mtu sasa akawa anamwita Hussein Mwinyi yule, unaona? Sasa yule ana cheo chake, kama umwite mheshimiwa basi mwite rais. Yaani mfano Mtume anasema anzilu nasa manazila, waekeni kila mtu na daraja yake. Lakini unaweza ukakaa na mtu ukaona namna, na wewe ukiona watu hawajakutendea haki, khudhil afwa. Mtume aliwahi kuvutwa na watu wakati anawapa mabedui ile ghitra, burda ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikamnyonga bwana Mtume, yani katika shingo yake mpaka ikaacha alama, huko navutwa, huko navutwa. Nipe Muhammad, nipe. Wanataka tu hao mgao wagaiwe. Mtume anavutwa, huyo anavuta huko, anavuta huko mpaka ikaacha alama. Tulieni, mimi kama nitakuwa na mali hata mlima Uhud mfano zote hizo, basi hamtonipata ni bakhili. Siku ya pili itakuwa sina. Anazungumza na ambeni acheni washenzi nyinyi, la hapana, anaongea nao vizuri, kwa sababu mabedui hawakuwa na ulimi mzuri katika kuongea, yani sio wazuri katika maongezi, hawana maneno ya kupamba, anakwenda straight to the point. Hata siku moja bedui mmoja aliomba dua, watu wakashangaa, akasema leo bedui kasema maneno mazuri, maana sio kawaida yao. Akasema ya Rabbi, ulitupa Uislamu wala hatukukuomba, basi usitunyime pepo ambayo tunakuomba. Unaona, watu wakasema leo bedui kasema maneno, sio kawaida yenu nyinyi kusema maneno mazuri. Sasa kuna watu hasa unawajua hawa maneno yao ni mazito kuyapokea, akisikia anasema kitu mzigo kweli kweli, basi wakisema khudhil afwa, unajua ni ishakuwa kawaida yao, ndivyo walivyo, ndio tabia zao, basi khudhil afwa. Kisha wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa'mur bil urfi, yani amrisha mema. Wewe kazi yako baada ya kupokea kile kilichokuwa chepesi, amrisha mema. Iwe kazi yako kuamrisha mema, na kuamrisha mema kinyume chake ni kukataza mabaya. Kwa hiyo kazi yako wewe ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kisha mtu yoyote mwenye kuamrisha mema na kukataza mabaya ataudhiwa sana, atakejeliwa sana, atapata mitihani mingi sana. Sasa hiyo mitihani hiyo ndio nakwambia mwisho wa aya, wa a'rid 'anil jahilin, yani wapuuze wajinga, wapuuze wale ambao watakuwa